ambazo tumezitoa. Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Mbarawa ametoa pongezi za dhati kwa wenzetu wa Plug and Ride, kwanza kwa kuchagua Tanzania kama nchi ya kuwekeza, pili ya kuchagua sekta ya uchukuzi ambayo ni sekta muhimu, uti wa mgongo wa nchi yetu, tatu kwa kuamua kufanya uwekezaji huu sasa mwezi Julai, kulonchi mwezi Julai, ikiwa ni siku chache, siku 10 tangu tuzindue au tuanze utekelezaji rasmi wa dira yetu ya mwaka 2050. Lakini pili, nimeeleza kwa ufupi faida za mradi huu ambao wenzetu wameuleta. Kwanza, faida mojawapo, kwa sababu ni vyombo vya moto vinavyotumia umeme, maana yake vinaungana na sera yetu ya nchi ya kuweka mbele utunzaji wa mazingira. Tuwapigie makofi sana. Na kwa sababu hiyo hata gharama zitashuka. Lakini pili, uwekezaji huu una faida kwa sababu unaleta ajira kwa Tanzania. Lakini zaidi ya yote unachangia kwenye kuimarisha sekta yetu au uchumi wa nchi yetu. Lakini zaidi, nimesema imekuja kipindi muhimu ambacho taifa letu linatekeleza dira 2050 na ambapo mitaji tunakusudia kuipata kwa 70%, 70% kutoka kwenye sekta binafsi. Kwa hiyo tunawapongezeni sana kwa uwekezaji mkubwa wenye faida na kuchagua nchi yetu. Kwa hiyo tunapofikia hatua ambapo sekta binafsi yetu ya ndani inaungana na sekta binafsi ya nje katika kufanya mambo makubwa kama haya, tunaona kwamba sera zetu za kuwawezesha Watanzania ili washiriki katika uchumi zinaanza kufanya kazi. Kwa hiyo hongereni sana. Product hii inayozinduliwa au products hizi zinazozinduliwa, nilipata nafasi ya kupita huko na nimeenda kule kwenye assembly room nikiongozwa na engineer wetu. Ni product ambayo inakwenda kuleta masuluhisho au solutions ambazo zinatatua matatizo ya watu. Kwa hiyo ni people centered solution na zinaendana na dira yetu 2050 ambayo imeainisha sekta ya usafiri na usafirishaji kuwa ni drivers of the economy. Fursa kama hizi tusije hapa kwa ajili ya kuongea, ni fursa muhimu kwa ajili ya kutekelezwa na sisi katika level ya mtu mmoja mmoja, katika level ya makampuni na kadhalika. Na nitoe mwito tena kwa vijana wetu ambao mko hapa, msichelewe na msione vigumu kuchukua hizo nafasi za kuwa wasambazaji wa bidhaa kama hizi, ili products kama hizi ziweze kwanza kuwanufaisha vijana wetu kwa njia ya kuwa sehemu ya mnyororo wa thamani unaotokana na product hizi. Hatua kubwa ambayo nchi yetu itakuwa imepiga, na leo nataka tushuhudie kwamba tunataka kuondoka kwenye nchi ambayo usafiri wake inatumia mafuta ya petroli na diesel katika kusafirisha bidhaa na mizigo na binadamu, ili tuende kwenye usafiri wa kutumia nguvu ya umeme, nishati ya umeme ambayo kwa gharama ya uendeshaji wake ni nafuu sana, na nina hakika kwamba hata kwa kucreate ajira itakuwa imeleta ajira ambayo ni endelevu kwa vijana wetu ambao tunazoea kuwaita bodaboda, lakini sio tu hao, hata wanaotumia bajaji. Kama unavyoona range ya product tulionayo kwenye kiwanda chetu, tumekuja na ubunifu mpya ambapo tuna usafiri wa kubeba abiria kwa jina maarufu tunajulikana bodaboda na ni bajaji, lakini pia tuna usafiri wa kusafirisha wagonjwa ambulance kwa nchi yetu jinsi lilivyo kwenye maeneo ya